Sasa shukuru Mwenyezi Mungu kwanza, mwingi wa rehema. Nadhani tuko salama. Sisi KMC nadhani tumejiandaa vizuri kwa mchezo wa kesho. Tunajua tunacheza na timu kubwa, timu ambayo imetoka kwenye mashindano ya kimataifa kwa pote na ubora kila eneo. Kwa hivyo cha msingi na sisi tumejipanga katika kila eneo kuhakikisha tunadhibiti njia tofauti ambazo wanaweza kuzitumia. Kwetu sisi ni mchezo muhimu sana kupata alama 3. Kama tunavyojua bado tuko nyuma na hata juzi tumepata matokeo, tumepoteza matokeo ya ajabu kabisa kwa timu ya Bandari. Lakini haya yameshapita na zaidi kana focus katika mchezo wa kesho. Kikosi kiko imara, vijana wote wako imara. Sasa kilichobakia sasa ni wajibikaji wao. Sisi tumeshamaliza kazi. Tunajua tunacheza na timu kubwa, timu ambayo ina wachezaji wa kuamua matokeo kwa pale ambapo tunakuwa tunafanya makosa ambayo yanakuwa ya hatarishi. Kwa hiyo bila shaka mtumo katika kiwanja chetu cha mazoezi tumeshayapanga yote ambayo yasitokee katika upande wetu. Tujue kuwa tunacheza na timu ambayo ina wachezaji wa kuamua kila tukio ambalo utakosea anaweza kaamua na ikatuletea hasara. Kwa hiyo tunao wachezaji hao tayari, tumeshakiandaa hicho kikosi kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tuna imani tutacheza vizuri na tutizame dakika 90 itakapokuwa, lakini na imani kubwa vijana watapambana kutafuta alama 3 sana kwetu. Tujue kama sasa tuna mtihani mkubwa ambao mtihani kwa nao kuweza timu kuitoa chini kuleta. Sasa maswali kwa mwalimu katika mchezo wa kesho. Swali karibu. Yes mwalimu, hauna vipindi vizuri vya matokeo. Kwa kweli hilo ndio kazi kubwa kwetu sisi kama walimu. Kwa kweli kipindi hichi upepo umetupitia vibaya, tuna matokeo mazuri, lakini tuko katika kuwajenga wachezaji wa kisaikolojia vile na namna ya utendaji wa kazi unaohitajika katika kila mchezo kwa sasa. Kwa hiyo nadhani wako vizuri. Wao zaidi wako sehemu ya wajibikaji. Sisi tumeshafanya wajibu wetu, wao sasa wakafanya wajibikaji wao. Tuone timu inavuka hapa ilipo. Lakini na imani vijana na moral kubwa. Vijana sasa hivi wamekuwa na moyo wa kupambana zaidi kama walikuwa mwanzo kwa wanapotokea, lakini kila tukienda hali inazidi kuwa mbaya. Lakini nao sasa wanaona sasa tunapoelekea sasa siku nini tufanye. Kwa kufanya kwao ni kujitoa na kuhakikisha kuhamasishana zaidi, na hilo sasa ndio limetawala katika timu yetu ya KMC. Vijana wote wako pamoja sana na wanahitaji kuona kila mechi kwao wanapata matokeo, lakini tunaingia zaidi kwa kuheshimu Azam. Swali la pili kuelekea mchezo. Asante sana kwa swala. Mimi niseme tumecheza Bandari kweli juzi na tumepoteza mchezo kwa mapigo ya penalty. Mpira ni mchezo wa makosa. Kwa hiyo tulifanya makosa wakati hukumu pamoja na udogo wao, lakini tumefanya makosa ya aina gani ambayo wao wameweza kuyatumia. Kikubwa zaidi tuseme mechi imeshapita iliyokwisha, sasa wanajua sasa ni kipi muhimu. Kama tunavyojua FA ipo tu, lakini ligi kwa sasa ndio kitu muhimu. Nataka tutoke huku tuliko twende juu. Bila shaka nadhani umeona kuna wachezaji walipumzika, kuna wachezaji walianza. Kwa kikosi kipana, nadhani kesho kitakuwa tena wako wengine zaidi wataweza kwenda kurekebisha makosa ya juzi ambayo tumeyafanya yasitokee tena katika mchezo ujao. Mimi niseme tuna game plan yetu. Game plan yetu ndio itatawala kesho, ambayo tumeshaandaa ndani ya siku mbili hizi. Bila shaka vijana wamepokea na watakwenda kufanya kazi. Ni kweli, ndio maana tukasema kuwa mechi iliyopita tumecheza na Simba, tumefanya makosa, lakini makosa yenyewe tumefanya na kule tumefanya makosa tumeshindwa kusimamia nafasi. Kwa hiyo yote ni wajibu wetu kama walimu tuweza kurekebisha makosa. Kikubwa zaidi kwanza tunacho focus tuweze kupata matokeo, lakini vile tutambue kuwa timu inahitaji ulinzi mara. Kwa hivyo nadhani ile eneo tumeshamtengeneza vizuri bila shaka. Na wachezaji wenyewe kwa kujitambua zaidi wanajua nini tulifanya tukapoteza, na sasa tunataka nini tufanye tuwin katika mchezo wa kesho. Kwa upande wa wachezaji, sisi tumejiandaa vizuri. Mwenyezi Mungu inshallah tutapanga siku ya kesho. Na imani tunaweza tukapambana na kuonyesha kitu tulichokuwa nacho. Swali kwa mchezaji. Kwa upande wa matokeo of course yanaumiza. Kwa sababu hakuna mtu anayefurahi kushinda kila siku au kupoteza kila siku. Kitu ambacho hakiwezekani. Na imani kama Mwenyezi Mungu kesho akilalia upande wetu tutapata matokeo. Swali kwa kujibu asilimia hapo, mimi siwezi kuzungumzia asilimia kwa sababu mpira bwana na matokeo matatu. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea siku ya kesho. Labda neno tu mashabiki na uongozi wa KMC kuelekea mchezo wa kesho. Watu waamini, wasikate tamaa. Chochote kinaweza kutokea siku ya kesho na kuendelea na imani. Kila kitu kitakuwa sawa.
Nakushukuru sana Omar Kibada.